kweli kweli. Sasa nimefurahi sana kuona kwamba amekuwa na leo umepata mwenza wako. Siku za hivi karibuni tulikuwa tunataniana na Alfred, lakini kabla nakumbuka siku moja nimekutana na Aristides, tukawa tunafanya mazoezi, tukawa tunataniana tuseme hivi tumekuwa ama hatujakuwa. Sasa leo nimegundua tumekuwa. Sasa jana wakati mnaongea kwenye simu, nafikiri mimi sikukata, mko mnaendelea kuongea, nikasikia watu wanakuita mzee Alfred. Nilipofika hapa Angi naye akanitania na sheki. Lakini kitu kimoja Alfred kimenifanya nikujue tofauti tena leo. Umesema hivi, naomba kunukuu. Umesema Toto alivyokuambia amepata mchumba, ulimuuliza swali moja, yuko kama mimi? Yaani maana yake kama yuko kama wewe anafaa kuwa mume. Ni wanaume wachache sana wanaweza wakatoa kauli hiyo kwa mabinti zao, wachache sana, 1% maybe. Mimi niliulizwa Canada hivi karibuni, tunafanya tu tunaangalia movie, nikaulizwa hivi, Godbless uko tayari brilliant ya ole na mtu kama wewe? Nikasema nipewe wiki ya kufunga na kuomba ili nijirekebishe, ni adjust kidogo baadhi ya mambo. Na nukuu tena, ukasema aje ufanye interview, umfanyie assessment. Mchumba alipokuja, Yesu amenifurahisha sana, ukaishia kuuliza jina, alafu ukakata moto. Alafu babu akasema hivi, babu akasema mfanye haraka. Sasa mimi na miaka, huu mwaka nitakuwa na miaka 21, 22 kwenye ndoa, lakini toka nimekuwa na mke wangu miaka 24. Ili neno nalisema kila mahali, na nawaambia nyie mnaokwenda kuoana, sijawahi kujuta kwa nini nimekuwa kwenye ndoa. Sijawahi kabisa, sijawahi. Na my brother, rafiki yangu, apataye mke amepata kitu chema. Hakuna kitu cha msingi katika maisha kama ndoa. Sasa nyie mna changamoto sana. Sisi generation yetu tulipata parenting. Kisikia wazazi siku hizi wanasema hivi, ni common saying kwamba watoto wa siku hizi hawana adabu. Mnasikia kauli, sio? Kimsingi ni kwamba wazazi wa siku hizi hawakai, hawafanyi parenting, hawafanyi malezi. Tumeachia watoto shule, TV, internet. Sasa nyie mna hatari zaidi kwa sababu ya social media, AI. Msije hata siku moja kwenye maisha yenu na familia yenu mkaacha kuipa time na commitment familia yenu. Ni kitu cha muhimu sana. Wazazi wengi, they offer money to their family and no time. Kuna tofauti kubwa sana kama kati ya kuoffer time na kuoffer pesa ama malezi ya pesa. Go and offer a proper parenting, have time with your family. Watoto, sipo kwenye hichi kizazi cha sasa ambacho kila kitu kinaendeshwa kidigitali, kinaendeshwa na kompyuta, kinaendeshwa na internet. Ukitazama dunia miaka 50 na ukuja, Generation Z ambao sasa ndo mnaoana rika leo, mnaweza mkajikuta amtoi nafasi ya kutosha sana kwa watoto, kwa sababu maisha yana speed na competition kubwa ya maisha na gharama za maisha. Lakini give time to your family. Wazazi msiache kuwatembelea baba na mama, hata kama mko busy. Namna ya kujenga bond ya generation na generation ni nyie kukumbuka mlikotoka. Family nyingi sana sasa hivi bondi imekatika. Yes, mnamuona baba yenu na rafiki wengi hao, wengine tumesafiri hatukuwepo kabisa kwa sababu ameishi na